Habari, leo nitakuletea njia 12 za kurekebisha nguvu ya uzazi kwa mwanamke. Sasa hivi tumekuwa na changamoto kubwa kwa wanawake wengi kwenye ishu ya kushindwa kubeba ujauzito. Wengi wamekuwa na changamoto hii, anakuambia dokta, mimi nimeolewa, nipo kwenye ndoa, nina miaka kadhaa lakini sijabahatika kubeba ujauzito, sijabahatika kubeba mtoto, au pengine nilibeba mtoto ana miaka karibia 10 na kitu ila sijawahi kubahatika kupata tena. Sasa hapa nitakuletea njia 12 ambazo ukizifuata hizi zitakurahisishia wewe, zitaimarisha au zitaupa nguvu uzazi wako kama mwanamke. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kusafisha kizazi, uterus detox, ambayo inasaidia kuondoa uchafu, kuondoa damu, kuondoa makavu na kuimarisha mazingira ya kupandikiza mimba. Ndugu yangu, tunajua uterus ni sehemu ambapo mimba huwa inakaa, inakuwa, yani ni sehemu tunasema ni uterus, tusemeje, ni kwamba ni sehemu ambapo mimba inakaa. Sasa baada ya kutungwa inakaa pale. Lakini pia namba 2 huwa tunasema ni kutibu maambukizi ya via vya uzazi. Tumekuwa tukinapiga kelele kila siku, changamoto ya PID imekuwa ni changamoto kubwa sana na imekuwa ikiwasababisha wanawake wengi kushindwa kubeba ujauzito, pengine wakibeba unatoka, na pengine mimba kutungwa nje ya kizazi. Una fangasi, una UTI, ndugu yangu, hakikisha unatibu hivi vitu kwanza kabla ya mambo yote, na itakuwa rahisi kwako wewe kuweza kubeba ujauzito. Lakini pia kurekebisha homoni. Mwanamke ana homoni karibia, ana homoni 6, na kila homoni inakuwa na kazi yake. Kwa hiyo ikitokea zile homoni zimevurugika, ndugu yangu, itakuwa ni ngumu sana kuweza kubeba ujauzito. Una prolactin, una progesterone, una testosterone, una estrogen, una homoni ya follicle stimulating hormone na luteinizing hormone. Hizo zote ni hormone zinazokusaidia wewe kuweza kubeba ujauzito. Kwa hiyo ikitokea zimevurugika, ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako. Lakini namba 4 tunasema kupunguza stress. Unapokuwa na changamoto ya msongo wa mawazo, unapokuwa na stress, imekuwa ni ngumu sana kwako wewe kuweza kubeba ujauzito. Ni kwa nini? Kwa sababu hii hapa huwa inazuia ovulation, inapelekea hormone kuvurugika na pengine ikazuia ovulation, kushindwa kubeba ujauzito. Lakini pia kurekebisha hedhi isiyo ya mpangilio. Wengi tumekuwa na hedhi ambayo haijulikani, haieleweki, mara leo tarehe hii, mara kesho tarehe ile. Lakini pia tofauti na hiyo, hedhi isiyoeleweka ni ile mara ni fupi, ya muda mfupi, pengine mara ni ya muda mrefu, lakini pengine inakuja ina mauterezi, inakuja na miwasho, inakuja na maumivu makali. Ndugu yangu, shtuka, hiyo sio hedhi ambayo ni salama na ni bora kwa afya ya mwanamke. Ukiona hivyo, shtuka. Lakini pia kuna changamoto ya PCOS. Tibu PCOS husababisha mayai kutokomaa vizuri. Sasa kama mayai hayakomai vizuri, what do you expect? Ina maana mayai kama product inayotolewa sio nzuri. Hiyo unafikiri mtumiaji atakuwa mzuri kweli? Hapana, na hii inapelekea mimba kuweza kutoka, kwa sababu unakuta yai haliko vizuri. Na hapa inahitajika mazoezi, inahitajika lishe nzuri, zinc na omega 3 itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia kuimarisha mirija ya uzazi, fallopian tubes. Wengi mirija imeziba, imeharibiwa na kadhalika, ambayo ni madhara makubwa sana, kwa sababu ile ndio tunategemea yai lipite likiwa linatoka kwenye ovary linakuja kwenye uterus. Sasa kama kwenye njia kuna shida, unafikiri mzigo utafika salama? Yani tunasema kwenye fallopian tubes tunasema ni njia, ni njia, kwenye ovary tunasema ni kiwandani. Sasa kama kiwandani product inatoka vizuri, lakini ndiani kuna changamoto, kuna mabonde, unafikiri gari itafika salama? Hapana, hiyo ndio changamoto ambayo iko hapo. Lakini pia kuongeza ubora wa yai. Wengi tunasema egg quality, mayai yao sio bora, na hiyo inapelekea mimba kutungwa nje ya kizazi au kuzaliwa kiumbe ambacho unakuta pengine hakina baadhi ya sehemu. Unakuta mtoto anazaliwa ana baadhi ya sehemu, ingawa ni very rare sana. Hii inasababishwa na mayai yaliyozalishwa hayana ubora, sio quality. Hapo unahitaji omega 3, unahitaji vitamini D, zinc na selenium, ni muhimu sana kwako wewe. Lakini mazoezi ya nyonga, wengi tunaita ni Kegel, pelvic floor muscles. Bonge moja la Kegel ni mazoezi ambayo tunasema ni mazoezi ya Kegel, ni bonge moja la tiba kwa wanawake. Hata kucheza mziki, hata kucheza ngoma, hata
kukigeuza geuza tukile kiuno, tunahitaji ile floor muscles yako iweze kuwa strong kwa sababu zinazohusika kwenye uzazi. Lishe ya kuongeza uzazi, lishe ya kuongeza uwezo wa uzazi, kuna parachichi, kuna mayai, kuna spinach, samaki wenye omega 3, karanga, almond, mboga za majani na matunda yenye antioxidants ambayo yatakusaidia wewe kuwa rahisi sana kubeba ujauzito. Lakini pia kuacha kemikali ukeni. Wengi tunatumia sabuni zenye harufu, lakini wengi tunaweka marashi huko ukeni. Wengi kuna vitu vingi tunavitumia kwa ajili ya kutengeneza uke wetu toe harufu nzuri, lakini ndugu yangu huwa unatengeneza balaa, unaondoa pH ya uke. Lakini pia kupunguza uzito kupita kiasi, kupungua uzito. Wengi unakuta uzito unapungua ghafla au unaongezeka ghafla. Hii pia inaweza asili uwezo wa kubeba ujauzito. Ndugu yangu, ukifuata miongozo hii hapo utaweza kubeba ujauzito. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, una changamoto yoyote ya kubeba ujauzito, niandikie hapo chini kwenye comment kwamba ni changamoto gani inayokusumbua, na mimi nitakuwa hapa kwa ajili ya kujibu. Karibu na Mungu akubariki.